kutumwa vibaya na wanasiasa. Aguturoza, KTN. Leo tunaangazia moja ya uchunguzi wenye utata mkubwa katika historia ya hivi karibuni ya sekta ya afya nchini Kenya, madai yanayohusu upandikizaji wa figo katika hospitali ya Mediheal. Ripoti mbili kuu sasa zimetolewa. Moja kutoka kamati ya afya ya bunge la kitaifa na nyingine kutoka kamati huru ya uchunguzi iliyoundwa na Wizara ya Afya. Zote mbili zimelipewa jukumu ya kujibu swali la je, kulikuwa na biashara haramu ya viungo vya binadamu au upandikizaji wa figo iliyofanywa kinyume cha sheria. Hata hivyo, badala ya jibu moja lililo wazi, umma sasa unakabiliwa na tafsiri mbili tofauti kuhusu sakata hii ya kitabibu. Mwanahabari Catherine Muraget ana maelezo zaidi. Utata huu ulianza baada ya hofu ya umma kuchochea madai ya ukiukwaji wa maadili katika upandikizaji wa figo, ikiwa ni pamoja na tuhuma za nyaraka zisizo sahihi za ufadhili, utafiti wa upandikizaji kutoka nchi za nje na uwezekano wa unyanyasaji wa wafadhili walio katika mazingira magumu. Madai haya yalisababisha shinikizo la kisiasa na la umma kutaka uchunguzi wa haraka. He and other young men were first transported to Mombasa and thereafter smuggled across the border to a neighboring country in a series of suspicious meetings. This indicates the existence of not just a localized criminal operation, but a transnational organ trafficking syndicate. Kufikia Aprili mwaka 2025, Wizara ya Afya ilisimamisha huduma za upandikizaji wa figo katika hospitali ya Mediheal. Muda mfupi baadaye, uchunguzi wa bunge ulianzishwa sambamba na ule wa Wizara ya Afya, ambayo iliunda kamati huru ya kitaalamu kufanya uchunguzi wake. Ripoti ya kamati ya afya ya bunge ikachukua msimamo wa tahadhari, lakini unaoonekana kuisafisha hospitali hiyo. Inasemekana kuwa hakuna ushahidi wa kutosha kudhibitisha kuwepo kwa biashara haramu ya viungo chini ya sheria za Kenya, hivyo kuiondolea Mediheal lawama za jinai baada ya uchunguzi wa mwaka mmoja. Kamati hiyo ilibaini kuwa hakuna ukiukaji wa sheria za Kenya uliothibitishwa chini ya sheria ya afya na sheria ya tishu za binadamu. Ushiriki wa wageni si kinyume cha sheria. Utalii wa upandikizaji ulitiliwa shaka lakini haukuthibitishwa kuwa haramu. Hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaohusisha washiriki na uhalifu, na hakuna udhibitisho kwamba wafadhili walilazimishwa au kunyanyaswa. Ripoti pia ilibainisha kuwa Mediheal inaajiri takriban Wakenya 2,300, ikionyesha mchango wake kiuchumi kwa familia nyingi. Haya yakawa sababu tosha za kuiondolea Mediheal lawama. Kwa upande mwingine, kamati huru ya Wizara ya Afya ilichukua mtazamo wa kitaalamu zaidi unaolenga viwango na uzingatiaji wa taratibu. Tofauti na uchunguzi wa bunge, kamati hii ilichunguza kwa kina rekodi za kitabibu, nyaraka za idhini ya wafadhili na mifumo ya uongozi wa hospitali. Ingawa haipingani moja kwa moja na hitimisho la bunge, ripoti ya wizara haikutoa msimamo kamili. Ilifichua kuwa kati ya mwaka wa 2020 na 2025, Mediheal ilifanya takriban upandikizaji wa figo 416, huku shughuli zikifikia kilele mwaka 2022. Kwa ujumla, ripoti hizi mbili zinaonekana kujibu maswali tofauti. Kamati ya bunge ililenga kubaini kama sheria za jinai zilivunjwa, ilihali kamati ya Wizara ya Afya ililenga kubaini kama viwango vya kitabibu na mifumo ya uzingatiaji vilikuwa vya kuridhisha. Licha ya tofauti hizo, zote mbili zimeangazia changamoto kubwa za mfumo, ikiwa pamoja na kuwa mfumo wa udhibiti wa upandikizaji wa viungo nchini Kenya una mapungufu makubwa. Kuna uhaba wa wataalamu wa upandikizaji. Mifumo ya udhibitishaji wa wafadhili inahitaji kuimarishwa. Nyaraka na kumbukumbu zina mapungufu na uratibu kati ya hospitali, wadhibiti na serikali haujaridhisha. Kamati ya bunge ilisisitiza ukosefu wa ushahidi wa moja kwa moja wa jinai, uwezekano wa kupitia upya vikwazo vilivyowekwa na athari za kiuchumi na kiutendaji kwa sekta ya hospitali. Wakati huo huo, kamati ya Wizara ya Afya ikasisitiza hatari za kutozingatia taratibu na udhaifu wa mifumo ya uongozi, haja ya udhibiti mkali kabla ya kurejesha huduma na mbinu ya mageuzi ya mfumo isiyoegemea siasa.
Catherine Muraget, KTN, Nairobi. Naam, nikikuacha ukitafakari ripoti hiyo ya maelezo ya Catherine Muraget.